Tuko katika kipindi cha majonzi kufuatilia kifo cha mpendwa wetu Polycarp Kardinal Pengo kilichotokea siku ya tarehe 19 na mwezi huu wa Februari majira ya saa 4 usiku. Jimbo kuu la Dar es Salaam litamkumbuka kwa namna ya pekee Padre Kardinal Pengo kutokana na utume mkubwa alioufanya hapa Dar es Salaam kuanzia mwaka 1990 alipohamishiwa hapa kama askofu mkuu mwandamizi, na kuanzia mwaka wa 1992 alipochukua uongozi wa jimbo moja kwa moja, na ameliongoza jimbo hili kwa bidii kubwa, kwa uwajibikaji wa hali ya juu mpaka mwaka 2019 alipokabidhi madaraka na kustaafu. Kifo chake ni pengo kubwa kwetu wote, lakini tumepokea msiba huu kwa imani na matumaini. Tunamuomba Mungu Baba wa huruma aliyemjalia uhai, aliyemjalia wito na aliyempa fursa ya kutekeleza utume uliotukuka, amjalie pumziko la milele. Nawaalika watu wote wenye mapenzi mema na Wakatoliki wote kumsindikiza kwa sala na kumwombea pumziko la milele. Nawashukuru ninyi mliokuja kukutana nami na kusikia habari hizi za msiba ambazo bila shaka mmeshazisikia kwa njia nyingine tofauti tofauti. Kwa namna hii mnapokea rasmi tangazo la msiba ambao tunaendelea kuishi. Padre Polycarp Kardinal Pengo atazikwa tarehe ya 28 katika makaburi ya Pugu. Yeye mwenyewe aliandaa kaburi lake pale Pugu miaka sio michache iliyopita, na akapenda azikwe pale, na tunaheshimu matamanio yake hayo ya kutaka kuzikwa Pugu. Tarehe 27 siku ya Ijumaa mwili utachukuliwa kutoka Lugalo Mortuary na kuletwa hapa St. Joseph. Watu watapata nafasi za kusali na kutoa heshima za mwisho kuanzia hiyo saa 3 Ijumaa na kuendelea mpaka saa 7 ambapo itaadhimishwa misa takatifu ya kumwombea. Watu wataweza tena kuendelea kutoa heshima za mwisho baada ya adhimisho la misa hiyo mpaka saa 10 jioni ambapo itaadhimishwa tena misa nyingine ya kumwombea. Baada ya hapo mwili utabaki hapa kanisani na watu walio tayari kukesha wakisali wataruhusiwa kukesha hapa kanisani wakisali na kuimba. Jumamosi tarehe 28 saa 12 alfajiri mwili utachukuliwa kutoka hapa St. Joseph na kupelekwa Pugu
ambapo majira ya saa 4 itaadhimishwa misa takatifu ya mazishi. Basi nyote mnakaribishwa kumwaga, kumwombea na kumsindikiza. Asanteni. Karibu. Asante. Maswali yangu. Seminari zetu kuu alipata fursa ya kusoma chuo kikuu kule Roma, ambapo alitunukiwa shahada ya udaktari mwaka 1976 na aliporudi hapa nyumbani akatumwa kufundisha katika seminari kuu ya Kipalapala. Labda tu niwadokeze, mimi nikiwa mwanafunzi wa Kipalapala katika mwaka wake wa kwanza kama mwalimu, alikuwa mwalimu wangu. Alikuwa mwalimu mzuri. Shukuru Mungu kwamba nimemfahamu na kwamba amenifundisha na pia nimefanya naye kazi. Swali lingine? Karibu. Madhama alishakuwa na mang'amuzi ya maradhi kwa muda mrefu. Kwanza kabisa alikuwa na changamoto ya ugonjwa wa moyo na alishafanyiwa operation, akawekewa kitu kinachoitwa pacemaker. Pacemaker ni kitu ambacho kinasaidia kuratibu mapigo ya moyo au ufanyakazi wa moyo. Yeye alikuwa na chombo hicho, kilimsaidia moyo wake ufanye kazi kwa utaratibu unaoeleweka. Lakini tukumbuke pia kwamba mkuu aliongoza majimbo ya kanda na nipende kujua pole sana kwa masham sana kwa basi mkuu pamoja na majimbo wote wa Dar es Salaam na wana kanisa wote kwa ujumla wa msiba wa Madhama Polycarp Kasaitengo. Ninapenda kuzungumza nanyi hasa juu ya kifo cha baba yetu ambaye ametulea na amefanya kazi kubwa hapa Dar es Salaam, kuongoza jimbo na Tanzania na ulimwenguni kwa ujumla, kwa sababu nakujua kardinali ni mwakilishi wa Baba Mtakatifu. Kwa hiyo ana majukumu mbalimbali ya kitaifa na kiulimwengu. Kwa hiyo ameadhimisha hayo yote na tunamshukuru Mungu kwa kazi aliyoifanya. Tunaendelea kumwombea ili aweze kufika kwa Mwenyezi Mungu. Ningependa tu kusisitiza jambo moja kwamba ile tarehe ya 27 Madhama mwili wake utakapokuwa unatoka Lugalo asubuhi, watu ambao watashindwa kufika St. Joseph wanaweza bado wakakaa barabarani wakamwaga mwili. Lakini pia wakati atakapokuwa ile tarehe 28 anakwenda Pugu, wale ambao watashindwa kwenda kusujudia wanaweza wakakaa barabarani wakamwaga mwili. Niombe kusisitiza sababu hiyo ni kiongozi mkubwa. Naomba watu wawahi, wale wanaokwenda Pugu wawahi, misa itaanza saa 4 kamili. Mpendwa waandishi wa habari, naitwa Padre Dennis Wigira, ni rekta na paroko wa kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu. Tutambua kwamba tuko katika maombolezo kufuatia kifo cha aliyekuwa askofu mkuu wa jimbo la Dar es Salaam Madhama Polycarp Kasaitengo. Tukiwa na huzuni hiyo, lakini tunaendelea kuwa watu wenye matumaini, sababu Mwenyezi Mungu amemjalia sio tu kuwepo duniani. Paroko wa kanisa kuu siku ya Ijumaa, tunawakaribisha kuomboleza pamoja na kushiriki pamoja. Hakika mazingira kwa pamoja na mengine yote ni ule ukaribu wake na kupenda kwake kuwa mbele ya Yesu wa Ekaristi.
kama mapadi, kama wachungaji, kama makasisi, Yesu wa Ekaristi ni chanzo na kilele cha utumishi wetu katika nafasi ya kikuhani.